Waita kwa jambo moja kubwa, kama mnavyofahamu kwamba kutokana na janga la corona ambalo limekumba nchi yetu, lakini na nchi mbalimbali duniani, tumekuwa na taharuki kubwa, na hivyo kwa sababu katika njia moja au nyingine, ndio maana tunaona kwamba maeneo mbalimbali yalisitishwa kufanya shughuli zake. Kwa mfano, katika upande wetu sisi ambazo TAMISEMI tunasimamia eneo la elimu, naona kwamba serikali ilitoa maelekezo kwamba shule zote za msingi na sekondari, hali kadhalika vyuo vikuu, vyote vilisimama mpaka hapo itapoelezwa baadaye. Lakini kwa upande wangu mimi ambao ninasimamia katika utoaji wa elimu katika shule za msingi na sekondari, ilikuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu vijana wengi wako nyumbani, na vijana hawa kwa sababu walikuwa katika nafasi mbalimbali, wengine walikuwa wanakaribia kufanya mitihani ya kidato cha 6, wengine walikuwa na maandalizi ya mitihani ya form 2, mitihani ya form 4, na hali kadhalika wale wa darasa la 4. Sasa kipindi hichi kama serikali ilikuwa na swala zima la kutafakari nini kiweze kufanyika kwa ajili ya kuweza kusaidia vijana wetu hawa ambao wako katika level mbalimbali za elimu. Na binafsi naomba nimshukuru sana waziri mwenzangu, waziri wa elimu, kupitia katibu mkuu Wizara ya Elimu. Nakumbuka wiki iliyopita alitoa maelekezo kwamba serikali imeamua kulifanyia jambo hili kwa kina, kuhakikisha kwamba kupitia taasisi yetu ya elimu sasa masomo ya kuanzia shule za msingi mpaka sekondari yakiwa yanatolewa katika vyombo mbalimbali vya habari, ambao kwetu sisi TAMISEMI tunasema hii ni fursa kubwa sana kwa vijana wetu kuweza kupata elimu na kuweza kujiandaa kwa ajili ya masomo pale ambapo shule zikiwa zimefunguliwa. Basi vijana hawa waendelee kuhakikisha kwamba wanakuwa vizuri katika muda wote. Lakini hata hivyo, ninafahamu kwamba vijana hawa toka shule hizi ziliposimamishwa masomo kipindi hichi, kuna vijana wengine walikuwa wanaonekana huko mitaani wakizurura tu bila sababu ya aina yoyote. Kwa hiyo katika njia moja au nyingine, serikali ilikuwa na kila sababu ya kuhakikisha kwamba lazima iangalie mikakati ipi ifanyike mizuri zaidi kwa ajili ya kuwasaidia hasa vijana wetu wanaosoma, lakini hali kadhalika kusaidia wazazi ambao wana matamanio makubwa sana kwa maendeleo mazuri ya vijana wao. Ndio maana kupitia taasisi yetu ya elimu, Wizara ya Elimu, lakini kupitia taasisi yetu ya NECTA, yani Baraza la Mitihani Tanzania, juhudi hii imefanyika kwa kiwango kubwa, na kushirikiana na ofisi ya TAMISEMI kazi hii imeenda vizuri. Sasa kikubwa zaidi ni kwamba vijana wetu waendelee kwa masomo mazuri zaidi wakiwa wanapata masomo ya kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini hata hivyo, leo hii nipenda kuchukua fursa hii kubwa kwa lengo la kuwaeleza kwamba juhudi hizi za serikali zimeenda mbali. Toka tarehe 27 mmeona sasa wale vijana wa kidato cha 6, kuna utaratibu ambao umeandaliwa kupitia Baraza la Mitihani, ambalo likishirikiana na wadau ambao tunajua kwamba taasisi zetu mbalimbali zimeshiriki, taasisi yetu ya elimu na hali kadhalika wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka private sector, ambao katika hili naomba niwashukuru sana Global Education Link, lakini niwashukuru sana chama cha walimu ambao kwa pamoja sasa walioshuhudia kuanzia Jumatatu wameona masomo ya wanafunzi wa kidato cha 6 specifically yakiwa yanalenga hasa katika swala zima la kufanya revision ya masomo mbalimbali, lakini kuandaa vijana wetu katika utaratibu wa sasa ambao una base katika competent base ya kuandaa vijana kutoka katika mfumo wa mwanzo. Na walipata fursa ya kufuatilia vipindi hivyo tokea Jumatatu, wanaona ni faraja kubwa sana, kwa sababu unaona jinsi gani umahiri wa walimu ambao wameandaliwa vizuri wakiweza kutoa masomo, jinsi gani wakifanya marudio mbalimbali ya kuwasaidia vijana wetu hawa wa kidato cha 6 ambao tunaamini wakati wowote pale itapoonekana inafaa kupitia Baraza la Mitihani, vijana hao sasa baadaye watapatiwa ratiba rasmi ya kuweza kufanya mitihani yao. Kwa hiyo kwa kipindi hicho watakuwa wamepata fursa nzuri sana ya kujiandaa kupitia programu hii imeandaliwa. Binafsi kama nikiwa mnufaika, kama nikiwa waziri ambao ninasimamia elimu katika upande huu wa shule za msingi mpaka sekondari, nimefarijika sana kwa juhudi hii kubwa sana tunayofanya pamoja serikali pamoja na wadau,
ambayo imani yangu kubwa sasa imeenda kuziba lile pengo la vijana ambao walikuwa wanakaa nyumbani bila kupata msaada wowote wa kimasomo. Jambo hili ni jambo la faraja kubwa sana. Kwa hiyo jambo hili la kufanya marejeo ya kuandaa wanafunzi wa darasa la mitihani, wanafunzi wa kidato cha 6 na staili ya ufundishaji wa umahiri uliobobea, ambao walimu walioandaliwa vizuri kuwasilisha mada katika mfumo ule ambao utawapelekea wanafunzi kwenda kufanya mitihani. Kwa sababu mitihani ya nyuma tulikuwa nafanya mitihani ya kawaida, lakini mtihani wa kuanzia mwaka huu utakuwa umeenda katika utaratibu wa kupima umahiri wa wanafunzi. Kwa jambo letu hili kwangu mimi nimeona ni jambo lenye faraja kubwa sana. Kwa hiyo niwatake wanafunzi wote, hasa wale wa kidato cha 6, ambapo sasa maandalizi ya kufanya marejeo ya mitihani hii sasa inafanyika kupitia walimu mahiri. Tutumie nafasi hii vizuri kuhakikisha tunafanya maandalizi vizuri, lakini kujipatia uwezo wa kutosha katika kujiandaa kwenda kufanya mitihani kwa kupima umahiri, badala utaratibu wa mwanzo wa kuulizana maswali tuliyozoea kipindi chote. Swali linauliza what is photosynthesis miaka yote. Sasa hivi mwanafunzi anaenda kupimwa kwa utaratibu mwingine tofauti. Jambo hili linahitaji umahiri wa wanafunzi wa walimu ambao wenye kuandaa wanafunzi, na hili ndio maana niseme ni fursa kwa vijana wetu wa kidato cha 6. Kwa utaratibu wa masomo ulioanza tokea 27 mpaka leo hii, unawenda kuwapima wanafunzi, kuwaandaa wanafunzi kwenda kuwa wanafunzi mahiri kwa ajili ya kujiandaa na mitihani yao hapo baadaye. Lakini nitumie fursa hii kama nilivyosema awali kupongeza vyombo vyote, Baraza la Mitihani, Wizara ya Elimu kwa ujumla, lakini taasisi yetu ya elimu, lakini na wataalamu wangu wa TAMISEMI, lakini kupitia wadau mbalimbali kama sema chama cha walimu. Na naomba niseme kwamba chama cha walimu kwa kazi hii kwa sasa wamefanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na serikali, na nimshukuru sana katibu mkuu wa chama cha walimu, lakini washukuru sana wenzetu wa Global Education Link kwa kazi kubwa ya vijana wa Kitanzania wamejitoa kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata elimu kama inavyokusudiwa. Hata hivyo, naomba nitoe ushauri kwanza kwa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA kwamba iendelee kufanya maandalizi ya kuwajengea uwezo wa madarasa mbalimbali kwa vijana wetu, na hasa tumeona kwamba swala zima hili la marejeo linafanyika kwa kidato vya 6. Basi hili lifanyike katika madarasa yote ya mitihani. Itakuwa ni fursa kubwa sana kwa wale vijana wa form 4, vijana wa kidato cha 2 na vijana wa darasa 4, ukijumulisha na hawa wa kidato cha 6 ambao programu hii imeanza tokea tarehe 27. Pia kwa taasisi ya elimu niombe kwamba iendelee kufanya jitihada kubwa sana katika kupambana na najua kwamba kazi hii ni nzito, lakini natambua kwamba taasisi yetu ya elimu inavyofanya kazi kubwa, na niwaombe kwamba waendelee kuwajumuisha madarasa mengine haya ya mitihani kwa ajili ya kufanya marejeo. Tunajua kwamba zile katika utaratibu mwanzo tunasoma kama topic mbalimbali. Sasa hii component ya kufanya marejeo na kwa utaratibu huu wa kupima umahiri wa wanafunzi katika swala zima la competent base ambao ni jambo kubwa, niwaombe sana wenzetu wa taasisi ya elimu kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani, basi jambo hili liweze kufanyika vizuri zaidi kwa madarasa yote ya mtihani. Lakini halikadhalika kwa walimu wetu, hii ni fursa sana kubwa kwa walimu wote wa Tanzania. Ninafahamu huwezi mtu ukawa mkamilifu katika maeneo yote. Jambo hili linatumia walimu mahiri zaidi. Niwaombe walimu wote tutumie fursa hii na wao kujijengea uwezo. Utapomwona mwalimu mwenzako anafanya kitu kufuatilia vipindi hivi, nawe hata kama una mapungufu katika maeneo moja au lingine, utaweza kupata maarifa ya kutosha, ambapo hata shule zitapofunguliwa utakuwa umeshakuwa na maarifa mapana sana ya kufikisha ujumbe mzuri kwa wanafunzi, kuwasaidia katika masomo yao. Kwa hivyo, kwa vile nikifahamu walimu sasa hivi wana muda mzuri sana, ni kipindi vizuri kwa walimu sasa kufuatilia vipindi hivi.
na inawezekana walimu wanafunzi wao watapokuwa wanafuatilia vipindi hivi, inawezekana katika maeneo mengine wanafunzi akataka swala zima la ufafanuzi akamtaka mwalimu wake, basi mwalimu sengine kumpigia simu kuweza akampa ufafanuzi katika maeneo fulani fulani ambayo anaona kwamba sengine kuna sehemu nyingine hajaipata vizuri. Niwaombe walimu kwanza kufuatilia programu hizi, lakini pili nao kujijengea uwezo sana katika jambo hili, litaweza kuwasaidia sana. Lakini kwa upande wa wazazi, ni washauri sana wazazi, tuwape nafasi vijana wetu waweze kushiriki vile vipindi vyote ambavyo vinavyotolewa vya topic mbalimbali, lakini vipindi hivi vya revision ambavyo vinatolewa kwa ajili ya kufanya maandalizi ya vijana wetu wa kidato cha 6 na hata ikiwezekana baadaye vijana wa kidato cha 4 na kidato cha pili na wale wa darasa la 4 na wale wa darasa la 7. Tuwape fursa vijana wetu. Inawezekana wazazi tuweze kuwapunguzia kazi watoto, maana inawezekana vipindi vinaenda katika runinga, katika redio. Sasa mzazi inawezekana akampa jukumu kubwa mwanafunzi akashindwa kufuatilia vipindi hivi. Tutakuwa tumewakosesha bahati kubwa sana kwa wanafunzi wetu na watoto wetu. Niwaombe wazazi, tuwape nafasi vijana wetu. Lakini alikadhalika kuhakikisha familia inatoa ushiriki wa kutosha kwa vijana hawa ambao wanasoma, kuhakikisha kwamba vijana hao basi wanashiriki vizuri. Ninafahamu kuna mambo ya majaribio mbalimbali. Wazazi wasaidie vijana wetu kuwa wanafuatilia swala zima la mazoezi mbalimbali yanayotolewa na walimu wetu, kuhakikisha walimu hao ama vijana hao wanaweza kufikia malengo yao vizuri sana katika kipindi hichi ambacho tunasema kwamba ni kipindi cha mpito kupitia janga hili la corona. Lakini ikiwezekana sisi tunaweza kutumia fursa nzuri sana kuona kwamba jinsi gani utaratibu wa kutumia vyombo vya habari na kutumia walimu mahiri kwa masomo mazuri yaliyoandaliwa ukawezesha vijana wetu kuendelea kupata ufafanuzi wa kutosha. Lakini hata hivyo, wanafunzi wote wazingatie ratiba ya masomo. Vipindi vyote vimetolewa ratiba. Wanafunzi zingatieni ratiba za masomo haya. Usipozingatia ratiba, maana yake ni kwamba utakosa fursa kubwa sana ya wenzako watakuacha zaidi katika kipindi hiki. Watoto zingatieni ratiba. Lakini someni kwa bidii. Mmetulia nyumbani, someni kwa juhudi na maarifa kwa ajili ya kujenga uwezo wenu katika masomo haya, kwa sababu tunataka taifa letu liwe taifa endelevu la kujenga uchumi uliokuwa imara. Lakini hakikisheni kwamba mnatimiza wajibu wenu wa kujibu maswali yote yatakayotolewa, kwa sababu haya yanakupima wewe uwezo wako, jinsi gani umefanya na umejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba unakuwa mahiri katika maeneo mbalimbali. Wale watakuwa wazembe watapitwa sana na wenzao, kwa sababu dirisha liko wazi. Ni fursa ya kila mwanafunzi kuweza kutumia fursa hiyo. Imani yangu kila mwanafunzi atatumia fursa hiyo vizuri kuhakikisha kwamba anapata maarifa ya kutosha. Na naomba nirudie tena, walimu wanaoendesha hivi vipindi ni walimu mahiri waliotengenezwa kujengewa uwezo. Hata kuna baadhi ya walimu wengine si wanafunzi wakaweza kujifunza mambo makubwa na mengi kupitia kwa walimu hawa ambao tumewachagua, wako katika kazi maalumu hii wanaifanya kwa ajili ya kusaidia taifa letu hili. Lakini nishukuru sana vyombo vya habari, TV zetu, vipindi hivi vimeshaanza kurushwa, TBC, Channel 10, Azam, ZBC, vyombo vya redio, vyombo mbalimbali vyote vya runinga na televisheni na hata vya kijamii mbalimbali. Kwa kweli ushiriki wenu umekuwa mzuri. Sisi binafsi kama serikali tunaona wadau wa vyombo vya habari mlivyokuwa mstari wa mbele katika kipindi hichi kigumu kuhakikisha kwamba taifa letu linasonga mbele, kuwapatia vijana wetu elimu ya kutosha. Na swala zima upatikanaji wa vipindi vyetu katika YouTube na hali kadhalika vinapatikana katika kupitia Baraza la Mitihani, NECTA, taasisi ya elimu, Global Education Link, kupitia Global TV, Azam, TBC, ZBC, EATV, vyombo mbalimbali ndio. Hii kwa kweli ni faraja kubwa sana. Naomba tutumie fursa hiyo kwa kuhakikisha kwamba tunapata mafanikio hayo ambayo binafsi mimi nasema ni mafanikio makubwa. Na inawezekana kupitia janga hili. Na hivyo mimi katika ofisi yangu hivi sasa nimeshaanza kutoa maelekezo kwamba, kwa sababu ninakumbuka muda mwingi sana maeneo mengine tunakuwa na changamoto ya walimu. Sasa inawezekana kupitia janga hili la corona likatupa maarifa mengine mapya
jinsi gani hapo baadaye sasa tutaenda na mfumo mzuri, project nzuri kusaidia shule mbalimbali ambazo tukiwa na changamoto ya walimu, nini kifanyike kupata maarifa haya na kuwa waendelevu katika kipindi chote. Na kila sababu kuwashukuru wadau wangu tena wote, wadau wa serikali. Maana tukisema sisi serikali tuseme TAMISEMI, Wizara ya Elimu, tukisema Baraza la Mitihani Tanzania, Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kazi kubwa wanayofanya. Lakini shukuru tena vyombo vya habari, nishukuru sana Global Education Link kwa sababu nafahamu wao wameamua mpaka kutoa hata studio yao kipindi hichi kwa ajili ya kuandaa hii kazi kubwa sana. Lazima tuwashukuru sana kijana mwenzetu Abdul Malik kwa kazi kubwa, lakini washukuru sana ndugu yetu katibu mkuu wa chama cha walimu. Tunathamini sana mchango wa chama cha walimu, kwa kweli umekuwa mchango mkubwa. Lakini waombe wadau mbalimbali, jambo hili ni jambo kubwa, tuendelee kushirikiana na serikali, wadau wengine wote. Nikisema kwamba vyombo vya habari, maana by default vyombo vya habari vimeinvest kazi kubwa katika eneo hili, lakini ukiachia vyombo vya habari, niombe wadau wengine wote kwa ujumla wetu, naomba tushirikiane na serikali sasa, kwa sababu lazima tufanye resource mobilization, kutafuta rasilimali kuwawezesha walimu wanaotoa vipindi hivi, lakini kuwezesha mfumo mzima huu uweze kupata mafanikio makubwa. Jambo hili tukilifanya kwa pamoja, tutaweza kuisaidia nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya kusema haya, basi niwashukuru sana ndugu wanahabari, niwatakie kila laheri, lakini kubwa zaidi la mwisho, tuendelee kujichukua tahadhari kwa kujikinga na janga la corona kama tulivyofanya hapa. Social distance tuliokuwa nayo imekuwa kubwa, ndio maana mimi hata ukiangalia mic hizi nimeacha karibuni mita kadhaa, mic ziwe mbali tu, lakini na ninyi mlivyokaa mbali. Maana ni lazima tuendelee kuchukua tahadhari kubwa, lakini kama tunavyohamasishwa na wadau mbalimbali, tusisite kutumia njia zingine mbadala ambazo zitaweza kutusaidia katika janga hili la corona. Na niombe wa Tanzania, kama kuna watu wanatutangazia kama kuna mbinu fulani inaweza kutusaidia katika janga la corona, provided ni kama ni mbinu sahihi. Na hasa watu nimeona maeneo mbalimbali wakisisitiza swala zima la kujifukiza. Na sisi kule kwetu tunasema mtu unamweka nyungu, watu wasione aibu, piga nyungu kweli kweli kabisa. Na hii utaratibu wa nyungu huko katika makabila mbalimbali. Weka chungu chako vizuri, weka moto wako, weka majani ya mti wako unayojua yachemke kweli kweli, jifunike na shuka kweli kweli, hata blanketi, jikoreze kweli, toka jasho kweli kweli. Tumia mbinu zote, kama kuongeza swala la lishe kwa ajili kupata vitamins, kula sana tangawizi, kitunguu swaumu, chochote kina matikiti, mbegu za papai, ikiwezekana chai, mchaichai, mbinu zozote zitumike. Hii vita haisagui aina moja ya silaha. Lazima kama Watanzania kwanza tusione aibu ukasema hii swala ni swala zima la uganga wa kienyeji. Hakuna. Tumieni vyakula vinavyotakiwa bila kuona aibu, jifukishe nyungu, na hata ikiwezekana, na hata kama tungeamua kama taifa, tungetenga hata ikiwezekana wiki moja ya nyungu nchi nzima. Mgonjwa mzima wiki nzima, asubuhi nyungu, mchana nyungu, jioni nyungu. Inawezekana ndani ya wiki nzima Watanzania wote tunaita wiki ya nyungu. Kwa nini tunasema wiki ya wanawake, wiki ya malaria, wiki ya kifua kikuu? Tungepiga wiki ya nyungu kama Watanzania na kula vile vyakula ambavyo vyenye kurutubisha mwili wiki nzima, zoezi maalum. Inawezekana ingekuwa mkakati mkubwa wa nchi yetu kwa ajili ya kuliokoa taifa letu katika njia moja nyingine, huku tukitumia huduma zingine za dawa mbalimbali ambao wataalamu wetu, madaktari wetu wanaendelea kutupa. Baada ya kusema hivi, naomba niwashukuru sana kwa kunisikiliza, niwatakie kila laheri. Asanteni sana. Naam. Hongereni kwa hii mikakati ambayo imekuja kuhakikisha watoto ama wanafunzi wanaendelea kupata marejeo ya masomo kwa majumbani mwao kwa kipindi hiki shule zetu. Lakini pengine hatima ya elimu ya Tanzania kwa hivi sasa, hasa kwa hii kwa haya madarasa ambayo yani umetaja darasa la 4, darasa la 7, lakini kidato cha 2, kidato cha 4 na 6. Zaidi cha 6 ambao wao ndio wako kwenye miezi ya karibuni kabisa kufanya mtihani wa taifa. Hatima kwa mwenendo ulivyo wa ugonjwa wa corona. Kwanza tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atupitishe kipindi hichi kigumu. Hichi ni kipindi kigumu na hakuna mtu aliyotarajia kipindi hichi, jambo la kwanza.
Jambo la pili, swala la mitihani, manake ni nchi itaviona wapi muda gani unaonekana unafaa kupitia baraza la mitihani. Na hili kwa sababu kupitia ofisi ya dadangu pacha wangu Mama Joyce Ndalichako atatupa mwelekezo mzuri kupitia baraza la mitihani lini mitihani itafanyika. Kwa hiyo mimi nasema Watanzania tuende kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, tufanye subira tu kwa kipindi hichi. Ninaamini hali itapotengemaa, serikali itatoa maelekezo yote kwa kadri itavyoonekana inafaa. Kwa hiyo kikubwa zaidi tuendelee sana kumwomba Mwenyezi Mungu katika kipindi hichi, ni kipindi kigumu. Na angalieni, sio Tanzania peke yake, ni dunia nzima. Nchi yenye uchumi mkubwa kama Marekani inaporegister vifo zaidi ya 50,000 sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Kwa hiyo ndio nisema kama tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Mimi naamini haya ni majaribu, na Mwenyezi Mungu naamini ni mitihani, na Mwenyezi Mungu naamini atatunusuru. Lakini lazima tuwe na subira na tukiendelea kumwomba yeye, kwa sababu yeye ni muumba kila jambo.